Bado ni watake wa Tanzania kuto kuwa na taharuki yoyote ile juu ya upatikanaji wa mafuta. Mafuta yapo. Changamoto ambazo tunaiona ni kwamba nilizoea kujaza lita 10-15 kwenye gari, lakini kwa sababu ya hali ya kidunia ambayo tunaiona inaendelea kutokana na vita ambayo inaendelea kati ya Irani, Israel na Marekani na kufungwa kwa Strait of Hormuz, sasa mtu anaamua ngoja nihakikishe kwenye gari yangu nina full tank. Kwa hiyo unakuta kituo kile kama kilikuwa kimekadiria kuuza lita 20,000 kwa siku, kinauza sasa lita 30,000, ambayo inaharibu au inavuruga ule uratibu wao wa upatikanaji wa mafuta kutoka depo mpaka pale. Lakini vile vile hawa wenye vituo vya mafuta, unakuta kituo kilikuwa kinaagiza labda lita 150,000 kwa mwezi, lakini ghafla oda yake kwenye depo anataka lita 300,000. Sasa hii ina maana mbili: moja, na yeye ana panic buy, lakini mbili, anataka kuwa na mzigo mwingi ili pale bei zitapopanda aweze kupata faida kubwa. Hili hatutoruhusu. EWURA, hakikisheni kwamba mafuta ambayo yanatoka kwenye depo sasa yanakwenda kutumika, na kwamba wale wote ambao wananunua mafuta wapewe mafuta ili yaende kuwahudumia Watanzania. Na hili niwapongeze, mnafanya kazi nzuri kupitia katibu mkuu. Jana nimeona mmeenda kwenye madepo, katibu mkuu hongera, pamoja na timu kwa kwenda kwenye madepo. TIPA, tusaidieni kupakua na kusambaza mafuta kwa haraka zaidi.